Turejee hapa Nairobi ambapo viongozi wanawake nchini wanatoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa ili kukabiliana na ukatili wa kijinsia, wakihimiza uwezeshaji wa wanawake. Walikuwa wakizungumza hapa Nairobi wakisema kwamba mabadiliko ya kweli yanahitajika na ushirikiano wa serikali, familia pamoja na jamii nzima kwa jumla. Katika kongamano la Women Achievers Conference and Awards, viongozi hao wanasema visa vingi vya ukatili wa kijinsia bado haviripotiwi, huku waadhiriwa wakiendelea kubeba mzigo unyanyasaji na unyanyapaa. Treat us well, because I am tired of talking about GBV. Who's tired like me? I am tired of crying with women who have been abused. I am tired of discussing femicide. It is your love partners that are abusing you. Yet these things are in our homes and we have refused to talk about them. Aidha, wanawake wamehimizwa kutumia kura zao kuongeza uwakilishi wao katika nafasi za uongozi, huku wakisema mabadiliko ya kweli yanaanzia kwenye uchaguzi. Everyone is yelling about 2/3. And allow me to say this. Courtroom battles are not going to save it for us. Opinions are not going to shape it for us. We must achieve this in our homes, in our communities, in our mentorship cycles, at our workplaces, and ultimately at the ballot box. I challenge you to go and vote for women leaders. It's your job to vote. Go get it done. And make it so easy for the next government to have women leaders. Viongozi hao pia wanawataka wanawake kujiamini, kujitosa katika uongozi na kuinua wenzao, wakisema mafanikio ya mwanamke mmoja yanaweza kufungua njia kwa wengine wengi. Take up leadership positions, political positions. You can make it. We can make it. Let's be the ones to shape the 2/3 gender role. Let's make it happen. A woman who believes she can succeed begins to take risks. She starts a business. She applies for loans. She goes back to school even at 60. Wamesisitiza pia umuhimu wa elimu ya biashara na ujuzi wa kifedha, hasa kwa wanawake wa mashinani, ili kuwawezesha kujitegemea na kusimamia rasilimali zao kwa ufanisi. I can have money, but if I don't know how to manage this money, then tomorrow I will need your hand again to hold me. If you don't give me literacy classes, then tomorrow again I will be bankrupt or I'll be scrolling down on my knees to again need your help. So if I need your help every day, definitely I'll become your slave. Huku kampeni za uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, kibiashara na kitaaluma zikiendelea kupewa kipaumbele nchini, wadau wanasema kuchaguliwa kwa mwanamke kupitia kura ndiyo suluhu bora ya kutatua uwakilishaji wa jinsia. Powell Okunyo, Runinga ya Citizen, Nairobi.